Amani na salama, mfuatiliaji wetu wa mitandao ya kijamii ya Radio Maria Tanzania. Ni wakati mwingine tena ninakukaribisha katika mahojiano haya maalum kabisa ambayo tupo naye Padre Clement Kihio, katibu mtendaji kutoka idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Awali ya yote nikupe pole wewe Mkatoliki na hata mtu yoyote yule mwenye mapenzi mema kwa kufiwa na Baba Mtakatifu Francisco ambaye Aprili 21 alirudi nyumbani kwa Baba. Pole sana na tuendelee kumwombea pumziko la amani. Mtazamaji, tukiwa tunaendelea katika kipindi hiki cha maombolezo, tunafahamu kabisa Baba Mtakatifu amefanya teuzi mbalimbali. Ameteua Jimbo Katoliki Bagamoyo, amemteua askofu wa Jimbo Katoliki Iringa na Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Na teuzi hizo tayari askofu Romanus Mihali Jimbo Katoliki la Iringa tayari kashasimikwa na kuwekwa wakfu tayari kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa. Hivi sasa tunayo maandalizi ya kusimikwa kwa askofu wa Jimbo Katoliki Bagamoyo. Tumepiga hodi kwake Padre Kihio ili tupate ufafanuzi wa maswali mbalimbali ambayo yanaendelea kugonga ndani ya vichwa vyetu. Moja kwa moja, Baba, tumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Baba, pole kwa msiba wa Baba Mtakatifu Francisco. Asante sana, tuko wote na msiba wa dunia nzima na taifa zima la Mungu. Amina. Jina langu ni Tekla Revocatus ambaye nitahakikisha mahojiano haya yanakujia moja kwa moja ukiwa unatufuatilia popote pale ulipo. Baba Kihio, tunafahamu kabisa Kanisa Katoliki kwa kipindi hiki lipo katika kipindi cha maombolezo ya kufiwa na Baba Mtakatifu Francisco, na mara kadhaa katika ibada zetu, misa mbalimbali, Baba Mtakatifu amekuwa akitajwa katika ile sala ya Ekaristi. Hivi sasa hayupo. Nini hasa utaratibu wa kiliturujia unaendaje hapo? Asante sana, ni swali zuri kabisa ambalo wengi wangependa kujua na wengine walikuwa wananiandikia message kupata ufafanuzi wa jambo hilo. Ndiyo. Ni kwamba katika ile kanuni ya misa kile kipengele kizima kinachomhusu Baba Mtakatifu pamoja na Baba Mtakatifu wetu fulani kinaondolewa. Inakuwa tu ni pamoja na askofu wetu, anatoa jina lake, kama mfano Dar es Salaam pamoja na askofu wetu mkuu Yuda Tadei Ruwaichi, askofu msaidizi na maaskofu wengine. Kwa hiyo Baba Mtakatifu hatajwi kabisa katika kile kipengele. Lakini sio hapo tu kwa sehemu ya Baba Mtakatifu, hata jimbo likiwa halina askofu, tunaposema sede vacante, maana kiti kiko wazi, basi kipengele kile kinarukwa. Inatajwa katika ujumla wake, tunasema pamoja na maaskofu, labda makreli, mashemasi na kadhalika. Kwa hiyo kipengele kile cha hakitaji. Na tumezoea anapo kuwepo labda msimamizi wa jimbo au msimamizi wa muda ambaye ametajwa, huaga tunamtaja kwenye jimbo fulani. Kikanuni hatajwi ili ile dhana kwamba kiti cha askofu kiko wazi kionekane katika jimbo husika. Kwa hiyo kama jimbo halina askofu, manake asitajwe yoyote, ila msimamizi wa jimbo au msimamizi wa kitume ambaye anashikilia tu kwa muda. Hata askofu mteule anapotajwa hatajwi katika ile kanuni ya misa, linabakia tu kwamba wanachutu maaskofu, makreli na wengine, lakini hatajwi. Labda tutajifunza taratibu. Kwa sisi Tanzania tumekuwa tukiwataja wale wasimamizi wa jimbo au wale wasimamizi wa kitume, lakini kiutaratibu, kikanuni hawatajwi. Na kushukuru sana Baba Kihio kwa jibu hilo zuri kabisa la kumsaidia pia mtazamaji wetu kuelewa hasa nini kinachoendelea katika wakati wa misa takatifu. Baba Mtakatifu kabla ya kurudi kwa Baba alifanya teuzi mbalimbali, na hapa Tanzania pia tumeona askofu wa Jimbo Kuu Tabora msaidizi, tumeona askofu wa Jimbo Katoliki Iringa ambalo tayari pia kashasimikwa, lakini pia tumeona ameteua pia jimbo jipya la Bagamoyo na
kumpatia pia zawadi ya askofu wa jimbo Katoliki la Bagamoyo. Teuzi hizi baada ya yeye kufariki, nini hasa kinafuata? Asante sana. Wengi walikuwa wanafikiri kwamba baada ya kifo cha Baba Mtakatifu basi mambo yote yatasimama kusubiria mpaka apatikane Baba Mtakatifu mpya. Ndiyo. Katika utaratibu wa kanisa sio hivyo, kwa sababu kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu na viongozi wake ni watendakazi kutekeleza yale ambayo Roho Mtakatifu ameamua. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alitenda kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yote yale ambayo aliamuru na kuweka sahihi yanaendelea kutekelezwa. Ndio maana tayari tunaona kule Iringa, Baba Romano Mihali ameshawekwa wakfu na kusimikwa kama askofu wa jimbo la Iringa. Ndiyo. Na sehemu nyingine itaendelea Bagamoyo tarehe 3 na tarehe 4. Basi atasimikwa Baba Stefano Musomba kwa askofu wa jimbo jipya hilo la Bagamoyo, na kule Tabora Baba Josephat Bududu naye atawekwa wakfu kama askofu msaidizi wa jimbo la Tabora. Kwa hiyo lolote lile ambalo ameshaweka sahihi Baba Mtakatifu litatekelezwa. Haya, mtazamaji, na hayo ndio majibu yake baba. Hapo kuna swali fulani vile na utata hasa katika matamshi. Kuna mwingine anasema askofu mteule, jimbo teule, mwingine anasema hapana, tusitumie mteule, tutumie askofu tu kwa sababu tayari amekuwa na askofu. Ni upi hasa usahihi wa maneno haya? Asante, ni swali nzuri sana. Wengine askofu mteule wa Bagamoyo anasema hapana, huyo sio askofu mteule. Ndiyo. Ni kwamba barua yenyewe inajieleza kwa Baba Mtakatifu amemteua askofu Stefano Musomba kuwa askofu wa jimbo jipya. Kwa hiyo amemteua. Kwa hiyo kitenzi kuteuliwa au kitendo cha kuteuliwa, yeye anakuwa ni mteule wa jimbo la Bagamoyo, sio mteule wa daraja takatifu la uaskofu. Kwa sababu tayari yeye ni askofu. Kwa hiyo yeye tuna haki kabisa kumwita kwamba yeye ni askofu mteule wa jimbo hili teule la Bagamoyo. Bado Bagamoyo sio jimbo lililokamilika, ni jimbo teule, kwa sababu kuna barua inayoitwa Constitution ya kitume ambayo inamwelekeza balozi wa Baba Mtakatifu nchini Angelo Akatino kwenda kulizindua au kuitekeleza hiyo Constitution ya kitume. Kwa hiyo itakapotekelezwa ile Constitution ya kitume ambayo itafanyika tarehe 3 mwezi wa 5, ndipo sasa itakuwa ni jimbo kamili, na askofu huyu atakaposimikwa sasa ndipo atakuwa na mamlaka kamili ya utendaji. Lakini mpaka sasa hivi yuko katika ngazi ya uteuzi kusubiri ili asimikwe rasmi. Ndiyo. Haya, kama ulikuwa ukijiuliza hasa nini namna ya kutamka, basi majibu yake ndio hayo. Mtazamaji, tukiwa tunaendelea na mahojiano haya maalum kabisa, Baba Kihio, hebu tusaidie ili tuelewe wote kwa pamoja. Kuna padri anateuliwa kuwa askofu wa jimbo fulani. Anatoka kwenye upadri kuna kwenye urika wa mapadri. Na kuna askofu ambaye anatoka askofu wa jimbo fulani anapelekwa kwenye jimbo lingine. Je, hapa madhehebu yake yakoje? Kwa sababu kuna mmoja anasimikwa na kuwekwa wakfu, alafu kuna mmoja anasimikwa peke yake. Tusaidie hayo madhehebu yake na utofauti wake. Asante sana. Umetaja vipengele viwili muhimu. Kuna kuwekwa wakfu, ndio, halafu kuna kusimikwa. Padre anapoteuliwa kuwa askofu, ndio, basi anawekwa wakfu. Mfano kama ni ameteuliwa kuwa askofu msaidizi, mara nyingi tunasema yeye anawekwa wakfu. Halafu anapoteuliwa kuwa askofu wa jimbo ni mambo mawili. Anawekwa wakfu kuwa askofu, ambapo kuna kule kuwekewa mikono, kuvalishwa pete na nini, haya kila kitu. Halafu anasimikwa, manake anakabidhiwa jimbo
la ile ambalo ataliongoza. Anakuwa ni askofu wa Bagamoyo au atakuwa ni askofu wa Iringa. Hapo anakuwa amesimikwa, na kusimikwa kule ni madhehebu maalum ya kuketishwa kwenye kiti na wale ambao ni mapadre wa jimbo na kadhalika watakuja kuweka viapo vya utii na uaminifu. Hapo amesimikwa. Kwa hiyo kuwekwa wakfu ni kufanywa kuwa askofu. Alafu kusimikwa ni kupewa mamlaka sasa ya kuliongoza jimbo, kutekeleza mamlaka yako ya kuliongoza jimbo kama mfalme, kuchukua ile nafasi ya Yesu kama mfalme. Ndio. Na madhehebu yake yanaanzia ile siku ya jioni ya masifu ya jioni. Ndio. Tuseme ili kuweka vizuri ili muumini au na msikilizaji aweze kuelewa. Ndio. Ile jioni malaki kuna masifu inaitwa masifu ya jioni au ibada ya jioni. Kunakuwa na kukabidhiwa kanisa. Atakabidhiwa ufunguo, atafungua kanisa, halafu atabariki watu kwa yule ambaye ni padri ambaye anatarajia kuwekwa wakfu. Halafu kunafuata viapo, ibada ya viapo ambapo atakiri kanuni ya imani. Halafu atakula kiapo cha uaminifu kwa Baba Mtakatifu pamoja na waandamizi wake. Na viapo vyote hivi vya kukiri imani na kiapo vyote ataweka sahihi. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Na kesho yake ambayo ni sehemu ya pili, ataenda pale, atatambulishwa kwa yule anayeongoza ibada. Halafu itafuata ile wimbo wa Roho Mtakatifu. Atalala pale, atembewa litania, kutasaliwa sala ya kuwekwa wakfu, kuwekewa mikono, kuvalishwa pete, kuvalishwa zuketo ile kofia ndogo, kuvalishwa mitra na kukabidhiwa fimbo. Unaona, hiyo ni mtu ambaye ni padre ameteuliwa kuwa askofu. Lakini ambaye tayari ni askofu, ile jioni ndiyo atakabidhiwa kanisa na ufunguo atafungua, atabariki watu kwa maji. Lakini hatafanya kanuni ya imani wala hatakula kiapo cha uaminifu, kwa sababu tayari alipokuwa askofu pale mara ya kwanza alikiri imani na kula kiapo cha uaminifu. Kwa hiyo havihitajiki tena. Na kesho yake wakati wa kwenda kusimikwa, ibada sio ndefu kama ya huyu ambaye ni padre wa kawaida. Baada ya madhehebu ya mwanzo, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amani iwe kwenu. Kabla ya utukufu ndio anafuata madhehebu ya kusimikwa. Wale wanaomsindikiza wataomba awekwe wakfu, watauliza kama barua ipo, na barua inaposomwa yule anayeongoza ya kuwekwa wakfu atatamka kwamba sasa huyu ndugu tunamweka, tunamsimika. Na atachukuliwa pale, atakalishwa kwenye kiti na kukabidhiwa fimbo yake ile. Hakuna liturujia ya kumkabidhi fimbo kwa sababu tayari ana fimbo yake. Kwa hiyo kumbe anaketishwa pamoja na fimbo yake ile ambayo aliipokea mwanzo. Lakini katika tukio hilo unaona hapa ni kabla ya utukufu ndio madhehebu hapa yanafanyika. Lakini kwa padre madhehebu yanaanza baada ya Injili. Maana somo la kwanza litaenda, somo la pili, alafu Injili. Ndio baada hapo sasa ndio inafuata ile madhehebu ya kuwekwa wakfu, alafu baadaye mwishoni ndipo anaposimikwa. Baba, hapo tuna neno ambalo tumelitumia hapo, madhehebu. Ndio. Na moja kati ya maswali ambayo pia yamekuwa akiulizwa ni hili neno madhehebu, kwa sababu wamekuwa wakisikia duniani huko kuna dhehebu la Kikristo, kuna dhehebu la nini na nini na nini. Sasa hapo madhehebu, ile neno kwa nini linatumika? Tunasema kwamba kwenye hivi vipengele vya kumweka askofu wakfu na vitu kama hivyo. Ndio. Kimsingi tunaposema madhehebu tunaelezea utofauti fulani. Ndio. Kwa hiyo ndani ya adhimisho la kuwekwa wakfu pamoja na kusimikwa kuna vipengele ambao kwa Kiingereza tunasema rite. Kwa hiyo kuna kipengele mfano cha kukabidhiwa ufunguo. Ni kipengele kimoja wapo. Kwa hiyo ni madhehebu ya kukabidhiwa ufunguo, ya kukabidhiwa kanisa. Baadaye kunakuwa na madhehebu au kipengele cha kukiri imani na kula kiapo. Nalo ni madhehebu mawili tayari. Ndio. Alafu kesho yake kuna madhehebu au kipengele cha kwenda kumwakilisha yule
kumtambulisha yule ambaye atawekwa wakfu au atasimikwa. Kwa hiyo ni dhehebu. Kwa hiyo kila kipengele ambacho kinajitegemea kinaitwa ni dhehebu. Kwa hiyo ni madhehebu mbalimbali. Tofauti sasa mtu anaweza mbona na haya kuna madhehebu ya Kikristo wa Anglikana, sijui wa Luteri na nini. Tunasema Ukristo ni ule ule mmoja. Ndio. Lakini basi kwa namna moja nyingine vimetokea mgawanyiko au kila watu wanaamini kivyao vyao. Ndio maana anasema okay, sisi sote ni Wakristo, lakini kila mtu ana madhehebu yake. Yaani kila mtu ana vipengele vyake fulani hivi anavyoviamini yeye. Ndio maana yakaitwa madhehebu mbalimbali katika dini moja hii ya Kikristo. Nasi tuna vipengele mbalimbali katika adhimisho hili moja la ibada hii ambayo sisi tunaifuata. Haya baba, tukisalia hapo hapo katika upande huu wa uteuzi wa maaskofu, askofu ambaye anatoka kuwa padri, anatoka padri kuwa askofu. Ni muda gani hasa ambao umepangwa wa padri ambaye ameteuliwa kuwa askofu na askofu ambaye ameteuliwa kuwa askofu wa jimbo fulani unatumika pale kwa ajili ya kusimikwa au kuwekwa wakfu? Asante, ni swali zuri vile vile. Kwa padre ambaye ameteuliwa kwa askofu na kwa askofu wa jimbo fulani, basi sheria ya kanisa imeweka kwamba wekwe wakfu na kusimikwa ndani ya miezi mitatu. Ndio. Maana yake kwa zile siku ya kwanza anaweza kawekwa kesho yake, kesho kuda, ndani ya wiki nini, lakini isizidi miezi mitatu. Ikizidi miezi mitatu itabidi labda kama kuna sababu maalum ambayo lazima itolewe mapema kwa kiti kitakatifu. Na ikipita miezi mitatu hajawekwa wakfu, lazima apate barua nyingine mpya ya uteuzi. Ndio sheria ilivyoweka. Kanisa limeweka hivyo ili kusije ikatokea jambo lolote, labda akacheleweshwa, sijui nini, bwana sijui hatuna ng'ombe ya kuchinja, sijui hatuna sherehe, hatuna nguo na nini. Kwa hiyo kanisa mambo hayo kwetu sio muhimu. Cha msingi ni kwamba huyu mtu awekwe wakfu. Ndio. Ndani ya miezi mitatu. Kwa askofu ambaye anahamishiwa jimbo lingine, ndio, sheria imesema iwe ndani ya miezi miwili. Kwa yeye hana mambo mengi, tayari ni askofu. Kwa hiyo ni habari tu kufika pale kusimikwa na mambo yanaendelea. Sasa haya mambo mengine ni ya kibinadamu, au sijui tuandae hiki, sijui nyimbo nini, mambo gani hayo, visare nini, ni mambo ya kidunia zaidi. Kwa hiyo kanisa limeweka hivyo ili kudhibiti mambo ya kidunia yasiathiri mambo haya ya Mungu ambayo waamini wanahitaji kupata mtumishi atakayewatumikia na kuwatakatifuza. Asante. Baba, tunaona maaskofu wanapoenda kwenye jimbo fulani, wanapotolewa kwa askofu wa jimbo fulani, anabusu ardhi. Na kitendo hiki tumekiona pia kwa Baba Mtakatifu aliyekuja Tanzania, Yohane Paulo wa Pili. Nimemchanganya. Yohane Paulo wa Pili alibusu pia ardhi. Kitendo hiki hasa kinamaanisha nini? Kitendo hiki kwa kweli ni cha zamani. Tukianzia katika Biblia takatifu, Yesu alipokuwa anasali alianguka kifudifudi akasali kwa muda. Kwa hiyo ni kitendo cha kusali kwa muda. Ndiyo. Lakini vile vile kitendo cha heshima kwa ile ardhi ambayo utaenda kuitumikia. Kwamba ardhi ni mama. Sema ardhi ni mama yetu. Kwa hiyo ni salamu kwa huyu mama yetu anayetubeba sisi sote ambao tuko ndani ya eneo hili. Ndiyo. Kwa hiyo namna hiyo kwamba kusali pamoja na heshima kwa mama ardhi ambaye watu wake ndiye anayebeba hivi viumbe vyote ambavyo viko humu. Haya mtazamaji, ni heshima kwa mama ardhi. Basi tukiwa tunaelekea ukingoni, babaki hiyo, hivi punde tu tuna madhehebu haya ya kumsimika Askofu Musomba yanaenda kufanyika, na pia ni jimbo jipya tunasema. Unaweza kutueleza labda kwa uchache jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa? Kwa jimbo jipya kuna utaratibu kama nilivyogusia. Kuna jimbo linazinduliwa rasmi. Ndio. Inaitwa ni kutimiza constitution ya kitume ambayo kutokana na barua ambayo tayari ipo inaitwa Fidelium Vitae, lugha ya Kilatini, Fidelium Vitae, maisha ya waamini. Ndio. Maisha ya waamini yanahitaji kufanyiwa kazi. Kwa hiyo lazima itekelezwe hilo agizo la hiyo barua ya kitume kwamba jimbo hili lizinduliwe rasmi. Ndiyo. Pale lilitajwa, lakini sasa leo linazinduliwa rasmi kuwa jimbo Katoliki lenye askofu. Ndiyo.
na kazi hiyo inafanywa na balozi wa Baba Mtakatifu. Kutokana na barua ile inaonyesha kwamba balozi wa Baba Mtakatifu Angelo Acatino ndio atafanya kazi hiyo ya kulizindua hilo jimbo. Na atakapolizindua tayari ndipo atamkabidhi zile hati askofu huyu mpya, ile hati ya uzinduzi na hati ya kuteuliwa kwake kuwa askofu wa hili jimbo jipya. Hiyo ndio jinsi jimbo linavyoanza. Halafu kesho yake sasa ndio itafuata sasa kusimikwa rasmi kama askofu wa hili jimbo jipya la Bagamoyo. Nini wito wako hasa kwa wana Bagamoyo ambao wanalisubiria jimbo kwa hamu? Nawapongeza Bagamoyo ambao wamesubiri kwa miaka mingi na kwa sababu Bagamoyo ilikuwa ni mlango wa Ukristo, walisubiri kwa muda. Kwa hiyo tunawapongeza na tunawaomba washirikiane na askofu wao, wapokee baraka hizo za hayati Baba Mtakatifu Francisco ambaye aliona umuhimu wa kuleta mchungaji katika eneo hili ambalo ni mlango wa uinjilishaji Afrika Mashariki na Kati. Baba, nikushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wetu wa mitandao ya kijamii ya Radio Maria Tanzania, ndio tumefikia tamati ya mahojiano haya maalum kabisa kuelekea kusimikwa kwa Askofu Lameki Msomba ORCA hivi punde tu hapo jimbo Katoliki la Bagamoyo. Jina langu ni Tekla Revocatus, nyuma ya kamera yuko Rafael Mushi pamoja na Johnny Samki na Leonia Odilo Bishoge. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine tunapoendelea kukusogezea alama na mafundisho mbalimbali, alama mbalimbali za Kikristo, madhehebu hayo jinsi ambavyo yanavyofanyika na vitu vingi kabisa vinavyohusu imani ya Kanisa Katoliki. Endelea kubakia na Radio Maria Tanzania ili kuendelea kupata mengi na kujifunza mambo mengi mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Tekla Revocatus.